Nitakulamba pumbavu. Nenda kaombe kijijini, sio hapa. Mtoto, mbona maneno makali hivyo jamani? Ukiendelea utarudi kwa kijijini. Mungu, hebu nisaidie mimi jamani. Mambo yanaenda sawa sawa sasa. Ukileta mbwai tunaleta mbwai. Mganga Msokonyole. Ndio mkuu. Ndio bosi. Karibu sana bosi. Karibu bosi. Aliyekuja hapa ni mama yangu mzazi. Yule aliyekuja nimsaidie kumponyesha mume wake? Ndio, ni mama yangu mzazi. Hakuna shida bosi. Mama kuja kutafuta dawa, lakini wakija wape dawa ya uongo. Usimpe dawa yoyote ya ukweli. Sawa mkuu. Hakuna shida kwa hilo bosi wangu. Sitaweza kumpa dawa ya ukweli. Nitampa hata majani ya sungura hapa yapo. Wape hata mavi ya panya. Sawa mkuu. Nitawapa hata mavi ya panya. Sitaweza kuwapa dawa. Lakini bosi wangu, mkuu wangu, kwa nini unamtesa huyu baba yako wa kambo ikiwa anawasaidieni pale nyumbani? Babangu wa kambo anipende, ananitesa. Na maana nafanya mauzauza. Siku akinipenda ataishi kwa amani. Baadaye wae kwenye kikao. Nitawahi mapema mkuu, nitawahi mapema kwenye kikao. Toka nipate uganga wangu, napata mitihani. Kuna watu natakiwa niwasaidie, wakuu wananikataza. Itakapokuwa na iwe haina shida bwana. We mama, nakakwambia umpeke mamangu kwa mganga. We mtoto, semaje? Nani kakwambia umpeke mamangu kwa mganga? We waganga umewajulia wapi? Haikuhusu. Mwone sura lake. Mambo ya uganga unaujua? We mtoto mdogo kama wewe, mambo ya uganga unayajuaje? Sasikia, ukome kumpeka mamangu kwa mganga. Najua umenyona isi yangu na wewe. Oya kukamwambia mama kama umeniona. Nitakulamba pumbavu. Shoga yangu, hapa niko na stress. Hata sielewi nafanyaje. Changamoto gani jamani? Mama mkwe, mawifi, kaibia familia nzima. Wananishtumu mimi ni mchawi na mloga mtoto wao. Mchawi? Ndio. Mbona mazito hayo jamani? Wewe umejuaje kama umemloga? Wanadai hata kazi aliyoacha mimi ndo chanzo. Hayo katika pitapita zako hujamloga kweli? Kuondoka unaambia shoga yangu na unaamini kama mimi ni mchawi. Siamini, ila mambo ni mengi hapa.
Sengine umemfanyia kweli? Ndio inabidi nikuulize kwanza. Na mbaya zaidi, hata mume wangu aniunge mkono. Yupo pamoja na ndugu zake, akiamini kwamba mimi pia namroga yeye. Kwa hiyo familia yote, si mawifi, si wako, wote wanakuandama swala hilo? Kila mtu ananyoshia kidole mimi. Kwa hiyo kushuka kiuchumi, wanasema umemloga. Akipanda kiuchumi sana, nafanyaje sasa? Nafanyaje? Hujafanya hivyo vitu vya kumloga? Namlogaje? Na ndo mume wangu, nategemea yeye ndo kula kwangu, kufanyaje, kila kitu namtegemea, alafu mimi nikamloge tena. Kweli inaingia akili? Mtihani. Tena mtihani hasu. Mtakatifu, mtakatifu, mbamba majeshi, ninaomba kaendelee kunisaidia Jehova. Asante kwa kila jambo unalonitendea Bwana. Baba, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti, ninajikabidhi mikononi mwako tena kwa mara nyingine Jehova. Ninaikabidhi pia familia yangu katika mikono yako. Ukamlinde dada yangu na shemeji yangu na mtoto wake, ninamkabidhi mikononi mwako Bwana. Ninaomba ukawalinde, ukaangalie katika mchana huu wa leo Jehova. Mpaka jioni itakapofika Bwana, ukawaangalie na kuwalinda, watembelee katika nyayo zako Jehova. Ninaomba ukasaidie kila mmoja aliyeko ndani ya familia hii Bwana. Ninaomba ukashushe malaika wako Jehova, wakapate kulinda familia hii. Mbawa zako unajua ndio nguzo yako Jehova. Ukatusaidie katika jina lako Yesu Kristo. Tunaweza kuomba wewe na kushukuru kwa jina la Baba na la Mwana na Mtakatifu. Amina. Juli, kuna mtu ananichanganya. Koja niende. Sawa, nenda uje. Nakuja. Mdada mzima analala mchana. Sinikwambia usiombe mchana. Sasa naona na kiburi. Kiburi chako itakuponza. Hii nyumba sitaki mtu aombe. Sasa utaenda kuombea huko mapolini. Yesu wako huko atakusaidia. Karibu mama. Asante mganga. Nimekuja mganga hapa, nina shida yangu, naomba unisaidie. Nina tatizo kubwa kiasi kwamba imeniletea mpaka nifike hapa kwako. Na kusikiliza mama, na utasaidiwa hapa. Shida yangu kubwa, na kijana wangu ana matatizo. Kwa hiyo kwa sababu wewe ni mganga, nimekuja kwako, najua utamsaidia mwanangu. Wewe, hapa ndio mahali kwako kupakombea ibada. Kule nyumbani utawala wangu. Na ukome kuomba tena. Na hapa ulipo nimekuleta mbali. Hawezi tena kurudi nyumbani. Na ukirudi nitakuua. Kasongo mmoja we. Uzao wako wa kwanza, huyu mwanao matatizo yake alipoanzia kote alimsaidia. Kuna bibi alimsaidia,
Na ukitaka kuhakikisha, hebu angalia hapa. Mani baba. Shikamoo. Baba za leo. Salama kabisa. Samahani baba, naomba nisaidie. Saidie baba, naumwa. Hapo nyumbani kwangu pia kuna mgonjwa baba, naomba nisaidie. Sawa, umeniambia hapo una shida. Japokuwa sijajua una shida gani. Labda bibi yangu ungenielewesha vizuri nikusaidie kitu gani? Nisaidie chochote kama unaweza kidogo baba, naomba nisaidie. Sawa. Mimi ninacho kidogo tu hapa nitakusaidia. Asante baba. Hapana bibi, hapana. Usipige magoti. Wewe ni bibi yangu kama bibi yangu wa nyumbani. Asante. Mungu akubariki. Bariki sana. Amina. Ugua pole. Asante, ubarikiwe. Haya. Ugue pole. Haya, asante. Haya. Yaani wewe nitakapokufanya huyu ndio aliyemsababishia matatizo yote. Huyu bibi anachuma ulete na anakachopata. Amemfanyia mwanao hawezi kuendelea kwa tatizo lolote au kwa sala lolote. Kwa hiyo shida hii yote anayoipata ni kwa sababu ya huyu mama. Maana pesa anazozitafuta mwanao zinaishia kwa huyu bibi. Mganga, naomba unisaidie. Swali zuri sana mama. Huyu mwanao inawezekana asaidiwe hapa Kilingeni na akapatiwa dawa, swala lake likaisha kabisa. Sawa, mimi ndo nimekuja umsaidie. Jambo la kwanza inatakiwa ukamweleze mwanao aweze kukuelewa, na ikiwezekana uje naye hapa Kilingeni. Mganga atalizia kwa sababu hali aliyokuwa nayo sasa hivi ni ngumu. Hata ile yani hela ya kupata kula yeye na familia yake inamshinda. Mpaka namuonea huruma, lakini na nilimwambia naomba ili swala niachie mimi. Kwa hiyo nikaa nimefanya utafiti wangu, nikaona bora nije kwako, unaweza ukanisaidia. Sijui umenielewa. Kwa hiyo mimi nitarudi kwake. Tenda kumwambia kwa sababu nilishamwaahidi. Masuala yote aniachie mimi, nitamsaidia. Sasa madamu jibu nishalipata, mimi nitamrudishia, nitaambia jibu nilokuambia ndo hili. Hebu puliza humu mara 3. Imitimu mulolai mwanayo unapopata shida muokoyoka imisukule kachopata kuya mkamua ule mwanake. Mungu wangu, kwani niko wapi hapa? Nimefikaje hapa? Mungu, ewe Jehova, ninahitaji wokovu wako Jehova, ninahitaji njia yako Bwana. Tazama Bwana, nimeingizwa katika majaribu Jehova, maana ulisema wale wakupendao wapita njia yako Jehova watapitishwa katika njia za miiba na katika njia mbaya. Jehova, nimekutana na maadui zangu Bwana,
sijui nipite wapi wala niingilie wapi. Jehova, ninaomba unisaidie Jehova katika majaribu haya Bwana, nikapate kushinda Bwana, maana sielewi adui yangu ni nani, ila wewe ndiye unayejua adui yangu ni nani. Jehova, ninaomba ukatembee na mimi kwa kila njia ninayotembea Bwana, maana sijui hata nipitie njia ipi. Jehova, ninaomba ukanisaidie, maana wewe ndiye mwokozi wa wote Bwana, na ulitususha kwa ajili yako Jehova. Bwana, ninaomba ukanionyeshe njia, maana hapa ni mgeni Jehova, sijui niingilie wapi, au kushoto au kulia, ila ninahitaji uongozi wako Jehova, maana ukiniongoza nitafika niendapo Bwana. Baba, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti, ninaomba ukanisamehe Jehova kama kuna mahali nimekosea Bwana, ila ukawateketeze maadui zangu Jehova, ukawavunje na kuwateketeza. Hata kama kuna shetani anayenifuatilia, ukamvunje na kumteketeza. Ninakuamuru Jehova, unisaidie, malaika wako wa mbinguni wakashuke, wakanisaidie kupambana na adui yangu Jehova. Baba, katika jina lako Yesu Kristo wa Nazareti, ninaweza kukuomba na kukushukuru. Jina la Baba na Mwana na Mtakatifu. Amen. Mungu nisaidie nifike nyumbani, maana sijui hata njia ya kwenda nyumbani ni ipi, sijui nipite wapi. Mungu, nakutegemea wewe. Wewe Joyce? Joyce? Hebu njoo kwanza. Huku unatokea wapi? Yaani nilikuwa tunatembea. Sasa katika kutembea nikakosea njia, nikapita njia tofauti, ndo nikapotea, ndo nikakutana na kaka, nikamwomba nisaidie njia nifike nyumbani. Huyu juzi tu umekuja hapa da, juzi tu hapa kutoka mkoani. Ushaanza tena tabia za hovyo hovyo. Unapuyanga tu. Sasa mtoto kule nani anamwangalia? Sasa hivi mtoto nyumbani kule anamwangalia nani? Mimi shemeji, mimi naomba tu nisamehe. Haki ya Mungu, Mungu wangu ni shahidi, mimi sikutaka kwenye hiyo mambo. Najua Mungu ananisikiliza, kile ninachokuambia ni cha ukweli. Mimi nilipotea na huyu kaka ndo alikuwa ananionyesha njia. Kwa mimi naomba tu nisamehe kwa kweli. Hivi Joyce, unajua kilichokuleta hapa da? Unajua nini kilichokuleta hapa? Unatafuta mimba za bukubuku sasa. Unatafuta mimba za bukubuku wewe, si ndio? Ili umtie aibu dada yako pale. Ushaanza kudanga tayari. Haya, huko uko unaenda wapi? Anakuelekeza njia? Ndio huko. Anakuelekeza njia au anakuelekeza getoni kwake? Eti wewe ndio unampeleka kwenye geto lako, si ndio? Kaka, kwanza kabla yote mimi niombe samahani. Na pia ili mimi naona ni kosa langu kwa kuwa ni kumsindikiza huyu mtu nisomjua. Lakini dada kwangu mimi ni mgeni hata hivyo. Alafu mimi niko natoka zangu Misele naelekea nyumbani. Kwa hiyo mimi nikakutana naye akaniuliza, bwana, kwa mtu fulani unamjua? Mimi nikamwambia sana napajua, twende kumpeleke. Ndo tuko tunaenda. Kwa hiyo nyinyi mnadhani mimi sina akili Mnadhani mimi sina akili Hii michezo mnadhani mimi sijui Joyce, jiangalie wewe. Jiangalie, tutakutimua sasa hivi urudi shamba kule. Kenge wa blue wewe. Umalaya tu, ushaanza kudanga tayari. Ushaanza kuwashwa Umeanza kuwashwa Si ndio? Unataka kukunwa. Si ndio? Uko wapi sasa huko? Alafu wewe kijana wewe, jiangalie. Jiangalie. Sio unatamani tu vitu, unatamani tu. Jiangalie. Pumbavu. Mimi sio hivyo. Yaani haki ya Mungu.
Mimi nakuapia kwa Mungu siwezi kufanya hicho kitu. Mungu wangu ni shahidi. Hapa niliposimama Mungu ndo anayejua, ila mimi nilipotea tu shemeji. Naomba tu nisamehe kwa hilo. Twende huku. Kenge wa blue. Hebu twende huku. Alafu hebu toka hapo. Mbavu kabisa. Jiangalie wewe. Hebu changanya ndugu yako. Hapa tu nasikia sijui akoje yani. Baba Kambo analala kabisa. Baba Kambo na mtoto mchawi. Baba Kambo jamaa yatima. Baba Kambo na mtoto mchawi. Si kila laili ya njaa inamuuma. Wengine wamejaa mbaya za tabia, wengine tumeumbwa na nyingi huruma, bila kujali huyu nani namsaidia. Wanasema tenda wema nenda zako, maana malipo ni kwa Mungu wako. So kila unayemwona mbele yako atalipa mema kwa mazuri yako. Huruma, huruma, huruma mama, binadamu hawana wema, wamejawa lawama. Baba Kambo analala kabisa. Baba Kambo na mtoto mchawi. Baba Kambo jamaa yatima. Baba Kambo na mtoto mchawi. Si kila laili ya njaa inamuuma, wengine wamejaa mbaya za tabia, wengine tumeumbwa na nyingi huruma, bila kujali huyu nani namsaidia. Wanasema tenda wema nenda zako, maana malipo ni kwa Mungu wako. So kila unayemwona